Ndoa ya mwanadada Hamisa Mobeto mpaka sasa hivi iko kwenye heka ama naweza tukasema iko kwenye hatari ya kuvunjika au kubaki, inategemeana. Ni 50-50, na hii ni kutokana na kila ambacho kimeweza kujitokeza, ikiwa ni tukio ambalo limezuka tu kwenye mitandao ya kijamii kwa muda mfupi, na ni baada ya picha yake kutrend, picha ambayo alikuwa na jamaa fulani hivi. Picha yenyewe sio ya leo wala ya jana, ni picha ambayo ilipigwa miaka kadhaa iliyopita huko nyuma, lakini ndio hiyo picha ambayo imeweza kuleta kizaazaa kiasi kwamba kuna mambo yaliyojitokeza kwenye ndoa ya Hamisa Mobeto. So ngoja nikusanue hapa, lakini pia kuna kile ambacho ameweza kukiandika Hamisa baada ya hili swala kuonekana kwamba lime take over sana, lakini pia ameona kabisa kwamba hili swala lengo lake ni namna moja ama namna nyingine, wale watu waliolizusha wana lengo la kwenda kuiharibu ndoa yake. Yani ni wale watu ambao hawana mapenzi mazuri na ndoa yake, ndio ambao wameenda kusambaza hili swala, na inasemekana kuna wengine ambao waliweza kumtumia mpaka Azizi Ki hizi picha ili aweze kuziona. Sasa ni nini ambacho kimezungumzwa zaidi? Ngoja mimi nikusanue kwenye hii video ili uweze kufahamu yote, lakini kabla tujaendelea, mimi nikuombe tu shabiki wetu mara kabisa, tumia sekunde moja kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada hapo like video, na kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na hiki ambacho wewe utakuwa umeweza kutazama hapa. Mimi naitwa Gabby Official, hii ni Bongo Vibe, channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba updates zote kuhusiana na mastaa unakuwa unazipata hapa kabisa on time. Sasa kama kawaida, imekuwa ni furaha kwa muda mrefu sana. Ni ndoa ambayo tangu imefungwa wengi tulikuwa tunaamini kwamba haitakuwa na scandal zozote wala drama, and of course kwa muda mrefu sasa hivi tunafahamu ni karibia mwaka ndoa ya Hamisa Mobeto pamoja na Azizi Ki imekuwa ni ndoa fulani hivi ya mastaa, na ni ya mfano wa kuigwa kwa sababu tangu amekuwa kwenye ndoa furaha imekuwa ikitanda kadri siku zinavyozidi kwenda, ingaje mara moja mambo kutokwenda sawa ni kitu cha kawaida kabisa. Sasa recently kuna picha fulani ambayo imekuwa ikisambaa sana kwenye mitandao ya kijamii. Picha hiyo imekuwa ikimuonyesha Hamisa ambayo kwa mujibu wa hiyo picha inavyoonekana alipiga miaka kadhaa iliyopita, alikuwa na jamaa fulani hivi. I don't know huyu jamaa ni nani, mimi simjui huyu jamaa, kwa nimeangalia vizuri, lakini in case utakuwa unamjua basi utatuandikia kwenye comment section hapo chini ya hii video. Ni picha hii imezidi kusambaa na watu wengi kwa mujibu wa kile walichokuwa nakiandika, especially bloggers wakubwa walikuwa wanasema kwamba huyu alikuwa ana date na Hamisa Mobeto na mpaka sasa hivi ana mahusiano ya siri na Hamisa Mobeto. Hiki ni kile ambacho kilikuwa kinazushwa na wale waliokuwa wanaisambaza hii picha, wengi wakiandika hivyo kwamba Azizi Ki ni kama vile alimuolea mshikaji mwingine pia. Yani kiufupi pale alipo wanashare na huyo mwamba ambaye kwa inavyosemekana mpaka sasa hivi ana mahusiano ya siri na Hamisa Mobeto. Sasa story haikuishia hapo. Unaambiwa kwamba mpaka Azizi Ki kuna baadhi ya watu ambao walithubutu kuweza kumtumia hii picha pamoja na hizi story ambazo zinasambaa, lengo na nia ili Azizi aweze kukiwasha na mwisho wa siku mambo yaweze kwenda vibaya zaidi. Sasa isijui reaction gani ambayo aliweza kuichukua Azizi Ki huko, kwa maana Hamisa Mobeto amekuja kufula na ameweza kutoa yake ya moyoni kwa kuandika chapisho fupi ambalo lilikuwa linaonyesha kwa moja kwa moja kwamba alikuwa ameumizwa na kile kitendo cha wale ambao wanajaribu kufanya kila namna kuweza kuhakikisha kwamba wanaharibu hii ndoa yake. Sasa kila ambacho ameweza kukiandika Hamisa Mobeto, acha nikusome hapa, alafu wewe utakuja kuniachia comment yako baadaye kuhusiana na hiki. Nitakuja kukuambia mawili matatu pengine ambayo yatakupa pengine clarification ama kukueleza kwa upana zaidi ama kwa undani uweze kuelewa kwamba hili swala limekaeje. Hamisa Mobeto ameandika kama ifuatavyo: ifike hatua muweze kuacha ndoa za watu zitulie, kwa maana hamjawahi kutaka mtu aolewe aweze kufurahia kwenye ndoa yake na mume wake, au mnataka niwaachie huyu muweze kufurahia naye? Naona mnajitahidi sana kuhakikisha kwamba mnatafuta taarifa za siku moja Hamisa aweze kuwa ameachika ili mwisho wa siku mfurahi, si ndio? Naomba niwaambie tu kwamba hapa hamfui dafu. Alafu akaweka emoji fulani kama za kusonya. Hii ilikuwa ni chapisho ambalo Hamisa ameamua kuliweka ikiwa ni taarifa tu kuelekea kwa wale ambao wanajaribu kupambana kuhakikisha kwamba wanamchafua Hamisa au wanamharibia ndoa yake. Sasa kwa mujibu wa machapisho mbalimbali ambayo watu wengi walikuwa wanachapisha na kusambaza picha hii, caption ambayo ilikuwa inaonekana inasambaza zaidi kwenye hii picha ilikuwa inasema kwamba eti Hamisa Mobeto ana date na huyo jamaa. Alafu anasema kwamba hata ile mimba ambayo Hamisa alikuwa akisema mara zote kwamba yuko nayo ilikuwa ni mimba ambayo Azizi Ki alimkuta tayari
yuko nayo. Kwa hiyo kiufupi Aziz Ki amepigwa. Wengine wakawa wanaenda mbali na kusema kwamba Hamisa Mobeto sio mwanamke wa kuweza kukaa na mwanaume mmoja. Akasema kwamba kama alishindwa kukaa na Diamond Platnumz, akashindwa akadeti kidogo na Rick Ross, alafu akaenda kudeti na yule jamaa anaitwa Kelvin, alafu pia akadeti na wanaume wengine tunafahamu. Sitaki kutaja wengi zaidi kwa sababu itakuwa ni kuchafua image, lakini ni kwa mujibu wa caption ambazo zilionekana kuchukuliwa zilionekana kupewa attention kubwa sana na watu ku react kwa namna ambavyo walikuwa wanaamini ni sahihi. Lakini moja ya kitu ambacho watu walikuwa wanasisitizia ni kwamba Aziz Ki hapa kwa Hamisa Mobeto amepigwa, yani kiufupi hana mke. Ikumbukwe mpaka sasa hivi tunafahamu kwamba ni kitambo kirefu sana tangu Hamisa Mobeto ilivyosemekanaga kwamba ni mjamzito wa mimba ya Aziz Ki, lakini mpaka leo ukimwangalia Hamisa Mobeto unamwona ni mtu fulani hivi ambaye yuko vile vile tu, yani hakuna tumbo kukua, hakuna nini wala nini. I don't know ni nini ambacho kiliweza kutokea, lakini wengi tumejionea wenyewe. Tunamwona mara nyingi anajiposti na tumbo lake lipo kawaida kabisa. So sijui kama kuna kipi ambacho kimeweza kutokea. Mimi naamini kabisa kwamba pengine kuna mambo ambayo yanaendelea ambayo sisi hatuwezi tukayafahamu, lakini maswali yamekuwa ni mengi sana specifically kuhusiana na hili swala la kwamba Hamisa Mobeto ile mimba yake iko wapi, kwa maana tunafahamu na ilionekana mara nyingi zaidi watu wakiwa wanasema kwamba ana mimba, lakini kipindi kile hata tumbo lilishakuwa limeanza kuonekana, lakini ni kama vile kadri siku zinavyozidi kwenda tumbo linazidi kurudi nyuma, kitu ambacho kinawaacha watu kwa mshangao mkubwa, kwa maana hawajui kinachoendelea. Lakini yote kwa yote ni kwamba watu walikuwa wanatamani waweze kusikia pengine Aziz Ki aweze kuonyesha reaction yoyote, lakini kama ambavyo tunamfahamu ni kwamba mengi sana alianza kusema kitambo sana kuhusiana na hao watu wawili. Haijawahi kutokea hata siku moja ukamwona Aziz Ki akawa ametoka public na kuja kusema lolote kuhusiana na hili, kwa sababu ni kama vile anaelewa kwamba huu ni mchezo ambao unachezwa tu na watu wachache ambao wanataka kuwaharibia, lakini kwa wakati mwingine anaweza akaona kwamba kama vile vita haimuhusu, kwa hiyo hawezi kuingilia. Maybe Hamisa Mobeto anajimudu, kwa hiyo anamwachia vita yake aweze kupambana mwenyewe mpaka pale ambapo ataona kama kuna uwezekano wa kushinda, sawa. Kama akishindwa, basi anaweza kumpa nafasi ya Aziz Ki pia aweze kufanya kwa namna yake. Lakini kwa inavyoonekana ni kwamba Aziz ni mtu fulani hivi ambaye anaelewa kila kitu, so hata wakiongea nini bado yeye ataangalia labda mpaka apate uthibitisho moja kwa moja ambao unaweza ukamfanya aamini kwamba kile kinachoongelewa ni cha kweli, ndio anaweza kuchukua maamuzi. Sasa wewe mdau wetu wa maana kabisa, una maoni yapi kuhusiana na hiki? Unadhani kwamba kila ambacho ameweza kukisema Hamisa Mobeto ni kweli kwamba watu wamepanga tu kumchafua, au unadhani kuna ukweli kwamba Hamisa anaweza kaa na date na umwamba? Tuambie kwenye comment section nini maoni yako, lakini muhimu zaidi usisahau kusubscribe kwa sababu ni kitendo cha sekunde moja tu utakometisha sana. Mimi nitoka Befish, mpaka next video, bye bye.